Kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 80 ya kwamba mtoto akakua akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake Israeli. Tumefahamu ya kwamba mwanadamu ni kiumbe wa rohoni, na mara nyingi tunapata kwamba mwanadamu kuwasiliana na viumbe wa rohoni ni kitu cha kawaida, kwa sababu yeye mwenyewe he is a creature of the spirit. Mwanadamu ni kiumbe wa rohoni. Kwa hivyo mawasiliano baina ya mwanadamu na viumbe wa rohoni ni kitu cha kawaida, na tunaona ya kwamba Mungu akakuwa amefanya mkataba na mwanadamu. Mwenyezi Mungu akamwambia Abraham ya kwamba atambariki, atamuongeza. Unapata ya kwamba mwanadamu kuongezeka kwake hapa duniani ni mpaka kuwe na uwepo wa roho fulani, maana roho ina uwezo wa kumwinua mwanadamu na roho ina uwezo wa kumbadilisha mwanadamu. Maandiko inasema ya kwamba Sauli akakutana na Samuel alipomwagia mafuta kijana yule Sauli, tunaambiwa ya kwamba akabadilika akawa mtu mwingine. Kwa hivyo ni roho inaweza kumbadilisha mtu akawa mtu mwingine. Na jana tulikuwa tunaangazia kizazi fulani, watu fulani ambao tulikuwa tutaendelea kuangazia kwa undani, maana tunaambiwa Yesu akakutana na baadhi ya watu fulani ambayo ni Mafarisayo na Masadukayo na watu wengine ambao walikuwa wanapinga huduma yake, na tukaona ya kwamba hawa watu walikuwa wanajitihada, hawakuachia pale, wakamwandama Yesu mpaka pale alipowekwa kwenye shimo. Hawa watu walikuwa wako sambamba na huyu jamaa. Maandiko yanasema Yesu akazikwa, hawa watu wakaenda kuomba ruhusa, wakaenda wakalilinda kaburi kwa kulitia lile kaburi muhuri. Sasa unashindwa kuelewa ni mbinu ipi hii ambayo inatumika kuhakikisha kwamba mtu asitoke kaburini. Na huyu mtu asitoke kaburini, tunaambiwa ya kwamba kaburi likawekwa muhuri, na tukakuwa tunaangazia mambo ambayo yanafanyika katika maisha ya wanadamu ambayo yamewapindua maisha yao. Na jambo ambalo tunaliangazia zaidi ni hiki kizazi cha wachawi. Sasa mchawi ni nani haswa? Mchawi ni kuhani wa shetani. Mchawi ni nani? Na maandiko yanasema ya kwamba wakawapitisha watoto wao waume na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Tunaona kwamba uchawi umeandikwa katika Biblia, na mara nyingi tunaona kuna nakiliwa mambo ya uchawi, ya kwamba Mungu yuko kinyume na uchawi. Anasema usimruhusu mwanamke mchawi kuishi. Mungu yuko kinyume na hichi kizazi ambacho ni kizazi cha wachawi, na ndio tatizo kubwa la mwanadamu ambalo hapa duniani anapitia, ni kwa sababu ya kikosi hiki ambacho kimejitolea, kimejiuza nafsi zao ili kipate kutenda mabaya. Sasa maandiko yanasema nini kuhusu mtu anaitwa mchawi? Isaya 65 mstari wa 4 inasema, waketio kati ya makaburi na kulala katika mahali pao pasiri, walao nyama ya nguruwe na mchuzi wa vitu vinichukizavyo ukatika vyombo vyao. Hawa ni wachawi are the enemies of progress. Mungu anaongea kuhusu uchawi katika Isaia 47 mstari wa 12. Tunaambiwa sasa, simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitaabisha nao tangu ujana wako. Kwa hivyo uchawi ni kitu ambacho hata katika ujana watu wamejiingiza katika mambo yao. Labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Uchawi uko katika Biblia, tunaambiwa mambo na mifano kadhaa. Katika Matendo ya Mitume mlango wa 8 mstari wa 9 kuna mtu anaitwa Simoni, na tunaambiwa kwamba Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza wengi watu wa taifa lile. Amewashangaza kwa muda mrefu, wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Kwa hivyo uchawi ukifanywa kwa muda mrefu uko na uwezo wa kushawishi taifa, wa kushawishi mji, wa kushawishi familia na hata kumshawishi mwanadamu. Ni uchawi.
ni enemy number one of progress, ya kwamba mwanadamu anabadilishiwa kapasiti yake ya kufikiria na kuwakilisha majukumu fulani katika jamii. Mwanadamu anabadilishwa, anaanza kuishi kwa namna fulani. Kitu kinaibiwa ndani ya mwanadamu, kitu cha maana kinachukuliwa, kinambadilisha yule mwanadamu, anaanza kuteseka. Ni kwa sababu kuna kitu kimechukuliwa. That is what is called witchcraft. Ni uchawi. Maandiko inasema nini kuhusu wachawi? Hawa wachawi ni nani? Tumejua ya kwamba ni makuhani wa shetani, ni wawakilishi wa shetani. Kazi yao ni kuiwakilisha na kuitekeleza ajenda ya shetani katika nchi. Ndiyo kazi ya wachawi. Hawa ni makuhani wa wachawi, na tukisema ni makuhani wa shetani ni kwamba hawa watu wanafanya kazi katika misingi ya madhabahu. Maana hawa wanaelewa madhabahu ni nini. Wachawi wanajua madhabahu. Madhabahu ni sehemu takatifu iliyotengwa katika nchi, inayokutanisha ulimwengu wa rohoni na ulimwengu huu wetu tunaoishi. Kwa hivyo kazi ya madhabahu ni kuhakikisha vitu vinapita kutoka ulimwengu wa rohoni mpaka ulimwengu wa mwanadamu anaoishi hapa. Sasa sikiliza, kwa nini wachawi wanatumia madhabahu? Madhabahu ni sehemu ambayo maroho wanapita, majitu wanapita, majini, majoka. Pale ndio roho sasa zinaweza kupita zikaweza kufind expression katika maisha ya wanadamu. Lakini sasa roho haiwezi kufanya kazi pasipo mwili, kwa sababu itakuwa limited. Kuna vitu fulani ambavyo roho inataka kufanya katika maisha ya watu. Ukimwangalia mwanadamu jinsi anavyoishi, unajua kuna expression of a spirit, kuna roho fulani inafanya aishi vile. Ukimtazama mdada anavaa nguo fulani, unajua ni roho iko ndani yake inataka kuvaa vile. Mwenda wazimu ako wazimu kwa sababu kuna roho iko ndani yake inamfanya aokote makaratasi. Kuna roho iko ndani yake inamfanya sasa aweze kukula hata kinyesi chake. Ni roho iko ndani ya mwenda wazimu. Ndio tunasema yeye ni mwenda wazimu, kwa sababu utawala wa kuzimu tayari umemteka nyara. Hawa wachawi wana akili na ufahamu wa giza, na wana mbinu za kumshambulia mwanadamu na kumdhuru katika mwili na katika roho. Maana wamejua strategy na mbinu za kuweza kuingia katika utawala wa rohoni wamdhuru mwanadamu. Mwanadamu amedhurika kwa muda mrefu kwa mambo ya rohoni, asipate kuelewa ya kwamba shida kubwa ya mwanadamu imetoka rohoni. The biggest problem of a human being are things that are concerned with the spirit. Ni vitu vimetoka in the spirit, kwa sababu njia kubwa ya kumdhuru mwanadamu ni mambo ya rohoni. Mchawi ni mtu ambaye amefanya mkataba na shetani kwa hiari yake. Kuna wale ambao wanatumika pasipo kujua, na kuna wale ambao wamefanya mkataba na shetani ili kwamba kuweza kuwakilisha na kutekeleza ajenda yake katika nchi. Huyo ni mchawi. Sasa mchawi amegundua kuna mbinu fulani, anatumia maroho, anatumia majoka, anatumia mashetani, anatumia majini ili kuweza kuifanikisha kazi yake. Sasa kuna jambo ambalo tunataka kuangazia kuhusu vile mwanadamu anapotezewa potential yake, anaharibiwa destiny yake, vile wachawi wanatumia mbinu gani kuweza kumwangamiza mwanadamu pasipo yeye kujua. Kwa sababu kuna watu walikuwa matajiri, ghafla wakashuka chini, wakakuwa hawana pesa, hawana mali, hawana tena chochote, hawajui biashara zao jinsi zilivyoisha. Na kuna watu ambao wamewapoteza ndugu zao, wamepoteza wazazi wao, wamepoteza mtu katika familia, alienda na akapotea kabisa, na huwezi kuelewa huyo mtu alienda wapi na ni nini kilifanyika mpaka huyu mtu mpaka sasa hivi hajawahi patikana. Kuna watu ambao wanapolala usiku wanaota ndoto za kutisha, hawaelewi kwa nini kila usiku wanafukuzwa. Kila siku kuna ng'ombe na kufukuza kila siku, hawezi kuelewa. Ndio mambo tunataka kuangazia. Kitabu cha Kutoka 21 mlango wa 16. Yeye amwibaye mtu na kumuuza, ya kwamba kuna mtu anaweza kumuiba mwenzake na kumuuza. Na tunataka kuelewa kwa nini tunaambiwa atauawa. Yeye amwibaye mtu na kumuuza, kuna mtu anamuiba mwenzake alafu anamuuza, na akipatikana mkononi mwake. Unajua biashara ya kumuiba mwanadamu na kumuuza ilifanyika jadi, wakati sisi wa Afrika tulikuwa tunauzwa kwa Waarabu.
Waafrika wanachukuliwa, wanapelekwa baharini, wanawekwa minyororo, wanauzwa kwa Waarabu kule. Hii biashara ya kuuza watu ilikuwepo tayari, lakini nataka uelewe ya kwamba ni biashara ilikuwa inafanyika rohoni, ya kwamba mtu anaibiwa. Mtu tu alikuwa anasoma university, ukashangaa amekuwa mwenda wazimu, na mnashindwa kuelewa huyu mtu imekuwaje mpaka akakuwa wazimu. Ni kwa sababu kuna kitu kimechukuliwa ndani yake. Maandiko inasema yeye amwibaye mtu na kumuuza au akipatikana mkononi mwake sharti atauawa huyo. My God! Kwa hivyo tunaona kuna biashara ya kumuiba mtu na kuna biashara ya kwamba huyu mtu ambaye anaibiwa ni mtu anaibiwa, anachukuliwa, anapelekwa, anauzwa mahali. Tunataka kuelewa hii biashara ni biashara ya namna gani na inaelekea wapi, na ni nini haswa kinachofanyika tunapoambiwa ya kwamba mtu anauzwa. Isaya 42 kuanzia 22. Isaya anaangalia baadhi ya watu. Isaya anawaangalia, lakini Isaya akiwatazama wale watu, yale maneno ambayo nabii anayaongea yanatatanisha, kwa sababu Isaya anasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Isaya anaangalia baadhi ya watu, anawatazama, na akiwaangalia kwa makini anajua hawa watu hawapo katika miili yao. Hawa watu ni sawasawa, ni kama mazombi, marobot, mazombi. Mtu tu anapelekwa kwa nguvu za spirit ambayo iko ndani yake, lakini yeye mwenyewe hana authority na hana uwezo wa kukataa. Ndio maana anasema hapana asemaye rudisha. Hawa watu ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo. Yaani Isaya anawaangalia hawa watu popale walipo. Isaya anajua hawa hawako hapa. Pale mahali mtu mwenyewe alipo, amechukuliwa, ameibwa, amefichwa katika mashimo. Hawa watu wamefichwa katika magereza, na amejua wamekuwa mawindo, wataliwa. Ipo siku chochote kinaitwa mawindo ni kwamba kinaliwa. Unaangalia kwa undani, Isaya anatazama hawa watu na anajua hawa watu kuna kitu kimefanyika, uchawi umefanyika juu yao. Sikiliza, wana wa Israeli waliingia Misri, wakakaa Misri, wakaanza kuzaana. Farao akawaangalia wana wa Israeli jinsi wanaongezeka, akasema na tuwatendee kwa akili. Kutoka 1:10, na tuwatendee kwa akili. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka, wasije wakashikamana na kutoka kwa nchi hii. Ali Farao alijua ya kwamba, tukienda 11 maandiko inasema akaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Sasa unashindwa kuelewa huyu Farao ni mbinu ipi alitumia ili kwamba kunasa watu zaidi ya maelfu na maelfu. Ni mbinu ipi ambayo alitumia mpaka hawa watu wakatulia Misri, wakajisahau, vizazi vikazaana Misri, mpaka pale Musa alipozaliwa. Sasa hawa watu ndio fahamu zao zikaanza kurudi, lakini hawa watu walikaa miaka 400 wako katika kifungo, wanateswa, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa na akili ya kusema tukimbie, tutoke hapa. Hakuna mtu. Aliweka wasimamizi juu yao ili kuwatesa kwa mizigo yao. Mwili wa mtu mwanzo ni jumba ambalo limeumbwa kuhifadhi roho, mwili wa mtu. Kwa hivyo mwili wa mtu uko na capacity ya kuweza kuhifadhi roho. Ndio maana mashetani, majini, maroho wanapenda kuja kuweka hifadhi zao katika miili ya wanadamu. Wanakuja usiku kama ndoto, wanakuchukua, wanataka kuishi na mwanadamu. Ni kwa sababu mwanadamu ako na capacity ya kuexpress himself, ako na capacity ya kujieleza. Sasa hii roho inapomwingia mwanadamu inatafuta mbinu ya kujieleza. Ndio maana yule mtoto alipoingiwa na ile spirit akawa kifafa, anaanguka. Wakati mwingine anafungwa minyororo, wakati mwingine anafungwa kamba, anazikata, kwa sababu alikuwa anaenda kwa nguvu za spirit, nguvu za roho. Sikiliza,
roho ya mtu inaweza kuwindwa. Ezekiel 13 mstari wa 20. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha hirizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege. Roho ya mtu inaweza kuwindwa. Roho ya mtu inaweza kuliwa, wanakula mtu. Fitina ya manabii wake imo ndani yake, kama simba angurumaye akirarua mawindo. Wamekula roho za watu. Roho ya mtu inaweza kuharibiwa. Ezekiel 22 kuanzia 27, wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wakirarua mawindo ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu. Kwa hivyo roho ya mtu inaweza kuharibiwa. Roho ya mtu inaweza kuangamizwa. Luka 9:56 inasema, kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Roho ya mtu inaweza kuchukuliwa. Ufunuo wa Yohana, nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Roho inapomwingia mtu lazima itabadilisha thinking capacity, itabadilisha judgment ya huyo mtu, itabadilisha mienendo ya huyo mtu, kwa sababu roho iko na uwezo wa kumfanya mtu awe mtu mwingine. Huu mwili wa mwanadamu unaendeshwa na kitu kinaitwa roho. Engine ambayo inaendesha mwili wa mtu ni kitu kinaitwa roho. Kwa hivyo roho yoyote, ikiwa roho chafu, inapomwingia mtu anaendeshwa kwa nguvu za ile roho. Ndio maana yule mtu anaposema mimi ni Legion, Yesu anauliza wewe ni nani, jina lake, alafu mtu anasema mimi naitwa Legion, yaani kumaanisha usiulize jina langu, sisi hapa tulipo, sisi jeshi. Yule mtu alikuwa ameingiwa na maroho na mapepo wengi, alikuwa sasa anaitwa jeshi. Anasema mimi naitwa jeshi, kumaanisha tuko wengi, kumaanisha mwili wa mwanadamu unaweza kucontain ama inaweza kuhifadhi roho zaidi na zaidi, na maroho yakaweza kuishi ndani yako. Maana huyu mtu anasema sisi tu ndani, wako ndani ya mwili wa mwanadamu, lakini ni maroho, mashetani zaidi ya 1000. Sasa unashindwa hawa maroho wanawezaje kujikusanya ndani ya mwili wa mwanadamu? Ni kwa sababu mwili wa mwanadamu uliumbwa kuhifadhi roho, na roho ambayo inafanya kazi ndani ya mwili wa mwanadamu inapaswa kuwa roho ya mwanadamu na roho ya Mwenyezi Mungu. Maana roho ya Mwenyezi Mungu ndio the Holy Spirit ambayo itamfanya mwanadamu kuishi kulingana na mipangilio ambayo Mungu alimwekea hapa duniani, kwa sababu mwanadamu yeye mwenyewe ni kiumbe wa rohoni. Lakini sasa tunaona ya kwamba mtu anaweza kuibiwa. Yeye amwibaye mtu na kumuuza, au akipatikana mkononi mwake, sharti atauawa huyo. Yeye amwibaye mtu na kumuuza. Kuna yule anayemuiba huyo mtu, na kuna pale ambapo huyo mtu ambaye ameibiwa anapelekwa kuuzwa. Anapelekwa wapi? Anapelekwa kuuzwa. Twende katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, tusome mlango wa 18. Huyu anayemuiba mwenzake na anayemuuza mwenzake ni nani? Baada ya hayo, naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babel ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya usherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Babylon, tunaambiwa kuhusu mahali panaitwa Babylon. Babylon pale mahali ni wapi? Babeli ni mahali ambapo tunaambiwa ni maskani ya mashetani. Hapa tunaambiwa umeanguka Babeli yule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani, maskani ya mashetani. Alafu tunaambiwa ya kwamba mataifa, wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kwa hivyo hii Babeli ambayo ni maskani ya mashetani, tunaambiwa ya kwamba kuna wafanyabiashara wa nchi na kuna wale watawala wa nchi, ya kwamba wamefanya mkataba na Babeli, wamefanya mkataba na hii nchi ambayo
ni maskani ya mashetani. Alafu sasa tunataka kujua hawa wafanyabiashara wa nchi ni biashara gani ambayo wanaifanya na Babel, kwa sababu tunaambiwa ni biashara. Maandiko inasema katika mlango wa 18 mstari wa 11, nao wafanyabiashara wa nchi wanalia na kuombolezea kwa sababu hapana mtu wa kununua bidhaa yao tena. Sasa kuna jambo limetendeka. Mungu ameihukumu Babel. Hakuna biashara inaendelea kati ya mashetani na wanadamu. Sikiliza, sasa wale wafanyabiashara wa nchi, wale matajiri ambao wamepata utajiri kwa nguvu za kishetani, wale ambao wamefanya mikataba na Lucifer, wale wamefanya mikataba na maroho na mashetani, sikiliza, hakuna biashara inaendelea. Tunaambiwa ya kwamba biashara hii ambayo inaendelea baina ya mwanadamu na mashetani ni kwamba wanatafuta mali. Maana tunaambiwa ya kwamba wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake, kwa nguvu za kiburi chake. Na tunajua ya kwamba hii maskani inaitwa Babel. Hii maskani ni maskani ya mashetani. Hapo ndio pale ambapo mashetani wanakaa. Kwa hivyo wafanyabiashara wanaenda wanafanya mikataba na Babylon, wanafanya mikataba na hii nchi ya Babeli. Mikataba yenyewe ni kwamba kuna vitu ambavyo hawa wafanyabiashara wa nchi, hawa wakuu wa nchi na hawa wafalme, kuna biashara wanaifanya na Babylon. Biashara yenyewe ni nini? Ndio tunataka kuelewa, kwa sababu hapa kuna transactions zinaendelea. Tunaambiwa ya kwamba bidhaa ya dhahabu na fedha na kito cha thamani na lulu na kitani nzuri na nguo nyekundu na kila mti wa udi na kila chombo cha pembe, shetani atanunua hiyo. Na kila chombo cha mti wa thamani nyingi kinapelekwa Babylon kwa mashetani, na cha chuma na cha maremare na mdalasini, iliki inapelekwa kwa mashetani, na uvumba unapelekwa kwa mashetani, na marhamu na ubani. Unaona mtu amechoma ubani kwake, unashindwa kuelewa ni nini ambacho kinalishwa. Ni viumbe wa rohoni wanapewa chakula, unanielewa? Na ubani na mvinyo, pombe inapelekwa kwa mashetani, sadaka za mashetani hizi, na mafuta ya mzeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Tunaambiwa miili na roho za wanadamu pia ni vitu ambavyo vinauzwa kwa mashetani. Kwa hivyo tumeona ya kwamba kuna watu ambao tumewaona in the society ambao wamefanya mikataba na shetani, na watu hao unaopata, kuna mtoto fulani amewekwa kwa chumba fulani, na huyo mtoto amefungiwa. Ni kwa sababu mtoto mwenyewe anapotoka anakaa kama lijitu limekaa namna hii, linatokwa na nyute, na yule mtu anaongezeka kwa pesa kwa njia ambayo si ya kawaida. Ni kwa sababu amefanya mkataba na Babel, mkataba na Babel. Nataka uelewe ya kwamba ishu ya Babel ni ishu ambayo iliongewa kwanza kwa Biblia, ambayo ni Mwanzo 11. Maandiko inasema ya kwamba nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga. Watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Nataka uelewe ya kwamba Babeli sasa tunaambiwa ni maskani ya mashetani, na Babeli yenyewe tunaambiwa ya kwamba ulikuwa ni mnara unajengwa, wanajenga mji, watu wa usemi mmoja, lugha moja. Hawa watu walikuwa na jitihada. Nataka uelewe utawala wa shetani ni utawala umejipanga.
na shetani anafanya kazi kijeshi, maana yeye pia ana serikali yake, yeye pia ana utawala wake. Na vita baina ya mwanadamu na mashetani ni vita ambayo imekuwa kwa miaka mingi. Unapata familia moja imenaswa na ugonjwa wa diabetes, ya kwamba pale pamepandiwa madhabahu ya magonjwa, wameshindwa kutoka misingi. Wengine familia yao hawaoleki, unaolewa, unatoka kwa ndoa, unarudi kwenu. Mwingine pia anatoka kwa ndoa, anarudi. Yaani mna tabia ya kuachana na mabwana zenu, ni kwa sababu ni laana imetembea katika mji huu. Na niposa nataka kukuhakikishia kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kuokoa, kuna Mungu ambaye anaweza kukutoa kutoka kwa misingi hiyo, maana Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa, na yeye njia za kutoka mautini anazo yeye. Amen.